Kwa mujibu wa takwimu kutoka Bodi ya Korosho Tanzania CBT, takribani tani 250,000 zimefanikiwa kuuzwa kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani zenye thamani ya shilingi bilioni 500 ambazo zimelipwa kwa wakulima kwa mwaka 2023-2024. Mataifa ya bara la Marekani, Asia pamoja na Ulaya ni miongoni mwa wateja wakubwa wa ununuzi wa korosho nchini Tanzania, huku India na Vietnam yakitajwa kuwa vinara katika ununuzi wa zao hilo, jambo ambalo linaifanya serikali kupitia Bodi ya Korosho kutekeleza mpango wa uchakataji wa zao hilo ndani ya nchi. Kama serikali tumekuwa na jitihada ambazo tumekuwa tukizifanya katika kuongeza ubanguaji. Tunaposema tunataka kwenda lengo hilo la kubangua tani 700,000 2026 au kubangua korosho milioni 1, na maana tuna mipango ambayo tumeiweka. Moja wapo ambayo tumeliweka ni kuhamasisha uwekezaji wa viwanda hapa nchini. Sasa hivi tuna viwanda zaidi ya viwanda 30 ambavyo viko nchini. Lakini pia sasa hivi tumewezesha mpango wa banguaji wa ndani kupata korosho kupitia soko la awali. Tumeandaa utaratibu mahususi ambao unawawezesha wabanguaji wa ndani kununua korosho kutoka moja kwa moja kutoka kwa wakulima kupitia vyama vya msingi. Kufuatia hatua hiyo, chama cha wabanguaji wa korosho nchini Tanzania TSP kikaeleza namna mchakato huo utakavyonufaisha uchumi wa wakulima, wabanguaji na taifa kwa ujumla. Sisi tunaunga mkono nia ya serikali ya kuhakikisha kwamba korosho zote zinabanguliwa Tanzania kwa maslahi mapana, ikiwemo ajira, lakini pia kuwawezesha wazawa kushiriki katika uchumi wa korosho. Na sisi tunaunga mkono kwa vitendo. Kwa mfano utagundua kwamba baada ya majadiliano ya muda mrefu na serikali tangu mwaka 2017, hatimaye mwaka 2020-2021 serikali iliridhia kuanzishwa kwa mfumo wa soko la awali au tunaita primary market. Kweli ni maamuzi mazuri sana ya kuruhusu wabanguaji wa korosho kununua katika soko la awali. Kwa soko la awali ni nini? Soko la awali ni pale ambapo mkulima anaruhusiwa kupitia chama chake cha msingi basi kutuuzia sisi kama wazalishaji au banguaji wa korosho wa ndani moja kwa moja katika viwanda vyetu. Baadhi ya wakulima wa zao la korosho mkoani Mtwara, pamoja na kuipokea ajenda hiyo, wameiomba serikali kuendelea kuboresha maslahi yao ili soko liimarike. Wale ambao wanunuzi wanasema wafadhili waachiwe huru katika ununuzi, wasibanwe, alafu utitili wa yale tozo wapunguze. Kwa serikali naomba watuletee mfumo wa soko la awali, kwamba wanapochukua mzigo na sisi tunapata pesa.